Upande wa Yanga amefanya upumbavu kwenye tukio ambalo haliwahusu kabisa. Unaenda kufanya nini kwenye sherehe ambayo sio ya kwako? Ally Kamwe alivaa jezi ya RS Berkane. Mimi ule ni upumbavu kabisa. Kwa nini akavaa jezi za RS Berkane? Bana, mambo vipi mtazamaji na mfuatiliaji wa Galaxy Media? Karibu tuyazungumzie yale ya kimichezo. Niko na mchambuzi wa masuala ya kabumbu Lugano Israel, na yeye leo anakwenda kutupitisha kwenye kile ambacho kilitokea kwenye baadhi ya matukio. Ally Kamwe aliyafanya ya kwake, lakini pia hata Simba na wenyewe walikuwa na ya kwao. Hapa tupo kufahamu kinaga ubaga kile ambacho yeye atakwenda kukieleza. Kaka Lugano, uko poa? Bwana, niko fresh. Siku nyingine tena. Ya wakati mwingine tena. Mungu ni mwema. Bana, baada ya Simba kulikosa kombe, kwa uchache kabisa unaweza kuzungumziaje tukio lile? Ya walideserve kwa kazi ambayo walifanya. Mimi nilikuwa na hofu sana kwamba Simba huenda wangetupa aibu kubwa sana. Kwa sababu kama Simba walifungwa ugenini, wangefungwa na nyumbani, ilikuwa aibu kwa taifa. Lakini Simba ametuepusha kwenye kikombe cha aibu. Maana yake ingekuwa ni miongoni mwa timu ambazo imepigwa nje ndani. Kwa hiyo isingekuwa poa. Lakini the way ambavyo walicheza, mchezo ulikuwa mzuri kwa Simba. Basi tu haikuwa na bahati. Kama goli la Steven Mkwala kama ingekubalika, maana Simba ilikuwa na goli mbili. Kama Kapombe angekuwa na wakati mzuri wa kupiga mpira kwenye eneo la miamba ile mitatu, maana ilikuwa goli. Akadundisha ukaruka. Kwa waliingia kwenye boksi, walifanya kila kitu alichokifanya, basi ilikuwa bahati. Mimi naamini kwenye mpira wa miguu pia kuna kitu kinaitwa bahati. Simba walikosa tu bahati. Huenda kama Steven Mkwala angekuwa na bahati, asingeingia kwenye mtego wa kuotea. Kama Kapombe angekuwa na bahati, basi asingeurudisha ule mpira, angempeleka kwenye nyavu. Kwa hiyo walikosa bahati, lakini walifanya kila kitu. Ukiangalia Kagoma alitolewa kwa kadi nyekundu, lakini bado walionekana kama hawako pungufu. Kwa hiyo ni uwezo tu wa timu ambao unatakiwa kuisifia kwa kila kitu ambacho walikifanya. Tuzungumzie matukio ambayo yalijiri katika mchezo huo, wakati mechi inaendelea na baada ya mechi. Tuanze na lile la Fabrice Wamba Ngoma, yeye kuingia katika contradiction pamoja na Musa Pinpin Kamara. Ile Simba unatakiwa watupe majibu kwa sababu ilikuwa hadharani. Unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo vinakuwa sio hadharani, vinatakiwa vificho kwa sababu vinahusu wao. Lakini kile kinahusu jamii kwa ujumla ambayo ilishuhudia ile tukio. Simba wana jukumu la kuja kutuambia nini ambacho kilikuwa kimesababisha na wamechukua hatua gani. Kwa sababu ubaya wa haya matukio ambayo yanatokea inatupa picha mbaya kuhusiana na kikosi kizima cha Simba, kwamba kuna mvurugano ndani ya Simba. Unajua Fabrice Wamba Ngoma ni captain msaidizi kutoka kwa Shabalala, anafuata yeye. Kwa hiyo kama kuna kuto kuheshimika kwa captain, inaonekana kuna viongozi pia hawezi kuheshimika kwa sababu yule pia ni kiongozi. Kama captain alikuwa amefanya vurugu kwa mchezaji, manake kuna namna ambavyo pia Simba itabidi watuambie kulikuwa na shida gani. Umeelewa? Kwa hiyo sidhani kama Simba wanatakiwa wakae kimya kitu ambacho kitokea hadharani. Simba wanatakiwa itoke na izungumze kwamba imechukua hatua gani, na huenda wachezaji wamesameana, lakini uongozi umechukua hatua gani kwa kile kitu kilichofanyika. Ni cha aibu. Sawa, wamepoteza ubingwa ambao mlitakiwa muchukue, lakini kugombana wenyewe kwa wenyewe, afu mechi imeshaisha. Watu wanakuwa na maswali mengi. Ulikuwa unagombana kwa sababu gani? Ni makosa ya golikipa au ni makosa ya captain kama Fabrice Ngoma? Ni makosa ni kitu gani? Yani kila moja anabakia kuwa na kujiuliza maswali tofauti. Tunaweza tukazungumza vitu tofauti, kumbe kuna kitu kingine ambacho kilisababisha. Sasa Simba wasikae kwa kujifungia. Ni klabu ambayo inafuatiliwa na watu wengi. Ile tabia iliyotokea haikuwa njema, haikuwa sawa. Kwa hiyo mimi sikufurahishwa na ile tukio. Inatakiwa Simba watoke. Inawezekana kuna maamuzi wameyachukua, haitakuwa na athari wao wakitoka akisema tumemchukulia hatua Ngoma, alichokifanya hakikuwa sahihi, tumemchukulia hatua Kamara, alichokifanya hakikuwa sahihi. Nadhani itakuwa na afya kwenye mpira wa miguu kuliko kwenda kujifungia kwenye matukio kama yale pale. Kwa sababu gani? Simba ni timu ambayo inafuatiliwa sana, lakini tuna vijana ambao wanakuwa sasa hivi wanataka kuona vitu ambavyo viko positive sana. Sasa kama mchezaji ambaye ni wa kimataifa anakuja kufanya vitu negative, it means kwamba kuna watu ambao watajifunza kwamba hiki ni sahihi katika mpira wa miguu kufanyika vile. Najua kwa upande wa CAF kwa sababu ilifanyika pale uwanjani, inawezekana wao kachukua hatua, lakini ndani ya soka la Tanzania. Lakini Simba lazima Simba watuonyeshe kwamba wamechukua hatua gani kwa hiki kitu ambacho kimeendelea. Hakikuwa na sura nzuri na kinatakiwa kuchukuliwa hatua kali. Kwenye yale masuala ya kinidhamu ambayo yalipelekea nikaona baadhi ya waandishi nguli wakisema kwamba CAF na wenyewe kama wameishtaki Simba kwenye masuala ya kinidhamu na kile ambacho kilikuwa kinaendelea baada ya mechi.
Kwenye hilo tu la Fabrice Ngoma, swala la na Kamara, ile vurugu iliyokuwepo pale iko ndani ya uwanja, hawakuwa nje ya matukio, ndani ya uwanja. Kwa ndani ya ripoti ya CAF lazima kutakuwa na vurugu ya Simba wenyewe kwa wenyewe, kitu ambacho kitakuwa ndani ya ripoti CAF. Lazima wawafate Simba kutaka maelezo na pengine kwenda kuwachukulia hatua za nidhamu endapo kama msimamizi wa mchezo akagundua kwamba kulikuwa na kuivunjia heshima fainali, kwa sababu ile ilikuwa fainali alafu unafanya utumbo kama ule. Mimi nauita ni utumbo, kwa sababu haiwezekani wachezaji wakubwa ambao mmekuja kwenye taifa la timu klabu kubwa mnakuja kufanya vitu vya kipuzi. Ule ni utumbo kabisa. Kwa CAF lazima watakuwa wamechukua hatua ambazo zinatokana na msimamizi wa mchezo atakuwa ametoa ripoti. Kuna mengi pia yalitokea vyumbani baada ya mchezo kuisha. Watu walikuwa wanatozana na matusi yalitoka mule. Kulikuwa na sintofahamu. Mimi nishindwa kuelewa wale ambao walikuwa wameingia kwenye chumba walikuwa ni kina nani? Watu wanasema ni viongozi wa RS Berkane walienda kama kuwapongeza waamuzi. Kuna kitu ambacho kinafikirisha kama ni viongozi wa Berkane waliingia kule, maana yake kulikuwa na kitu ambacho walikipanga toka mwanzo, wamekitekeleza wale jamaa, walienda kuwapongeza au walienda kufikia makubaliano ya mwisho. Yes, kwa sababu si wamechukua ubingwa. Kama ingekuwa hawakuchukua ubingwa, pengine tungesema ameenda kuwalaumu, lakini kwa sababu amechukua ubingwa walienda kuwapongeza. Si umeelewa? Kwa nini uingie kwenye chumba cha nini cha marefa cha waamuzi? Lakini unavyosema inafikirisha. Kwa sababu gani? Watu wafahamu, unapozungumzia mwamuzi umzungumzie mtu ambaye yuko pale tu uwanjani ameshika kibendera au fika firimbi na vitu kama hivyo. Kuna kiongozi wa waamuzi. Kwa hiyo wasibabaike pengine ni rangi ya Uarabu ambao wanaiona sema huyu kutoka Morocco huyu. Wengine wanakuwa ni viongozi wa waamuzi ambao wanakuepo ndani ya nini? Ya kusimamia mchezo, wanakuwa wanafanya assessment sawa ya waamuzi. Kwa hiyo inawezekana watu wamehamaki kwa sababu ya kuona zile sura ziko tofauti. Kuna kamati ya waamuzi kama unavyoona hapa Tanzania, kuna kamati za waamuzi. Wale watu lazima wawepo katika kufanya assessment ya waamuzi na vitu kama hivyo. Sasa inawezekana pengine watu waliingia kwenye mfumo haraka sana wakijua kwamba pengine wameenda kupongezana. Kuangalia ile sura ya Kiarabu, hebu ashumu kama angeona wausi watupu ingekwaje? Inawezekana wangesema labda ni waamuzi wengine, lakini kwa sababu waliona Waarabu wakaanza kuhisi kwamba pengine kuna upangaji wa matokeo. Kikubwa ni kwamba hao watu ambao wanashutumu wale kwamba waliingia kwa sababu ya masuala ya rushwa na vitu kama hivyo, wana uhakika wale ni viongozi wa RS Berkane au ni viongozi kutoka Morocco? Kwa sababu hivyo unaweza kuvihusisha. Inawezekana Waarabu hawatoki Morocco tu, hata Zanzibar kuna Waarabu hapo, sawa? Ukienda Misri kuna Waarabu, ukienda maeneo tofauti kuna Waarabu. Kwa hiyo inawezekana ni hisia tu za watu kuhisi kama ni Waarabu au ni watu kutoka asili Berkane. Lakini ndio maana nasema Simba inawezekana wakakutana na rungu. Hizi ni vurugu ambazo ziko ndani ya muda sahihi wa kufanya reporting ya mechi. Kwa hiyo itaonekana maafisa wa Simba walienda kuwavamia waamuzi. Hawatasema kulikuwa na hisia za rushwa, labda maelezo mengine, lakini walienda kuwavamia waamuzi kwenye vyumba, kitu ambacho kitaenda kutupa sura mbaya. Kwa hiyo nategemea rungu la Simba watapata rungu kutoka CAF moja kwa moja bila kupepesa macho. CAF wataenda kuwapiga rungu Simba kwa hoja kwanza wachezaji kama Fabrice Ngoma kuvurugana, kuingia kwenye vyumba vya waamuzi. Sasa pengine CAF sasa ili Simba pone igundulike kwamba wale walioingia kule walikuwa ni viongozi wa RS Berkane. Kikanuni na kataa, kwa sababu sehemu ya waamuzi wewe unaingia kufanya nini? Hapo watakuwa na hoja. Lakini kama watakuwa ni waamuzi ambao walikuwa wanafanya assessment ya waamuzi, walikuwa na mjadala wa mwisho, kuna pre-mortem na post-mortem. Sasa ile post-mortem kama walikuwa kwenye post-mortem wanaenda kwa disturb, manake Simba kwa sababu wao ndio walikuwa wamefungwa, sawa? Hawajachukua bingwa. Inaonekana walienda kuwafanyia vurugu. Kwa hiyo kuna hatari kubwa ambayo Simba anaenda kukutana nayo. Lugano Israel, tulizungumza na hili kuhusiana na Ali Shabani Kamwe moja na kundi lake, mashabiki mbalimbali. Baada ya Simba kukutana na hicho ambacho amekutana nacho, wao waliandaa party na sherehe, wakaendelea kuanikiza na mengi wakayazungumza, wakiwa wamevaa pia jezi za RS Berkane, wakijiita Watanzania wenye asili ya Morocco. Nimeona ni upumbavu sana ambao nimeuona. Yaani unajua neno upumbavu sio tusi. Neno upumbavu ni kuambia watu kuvifanya vitu ambavyo bishapita na wakati, ambavyo yani umefanya ujinga, sawa? Ukafanya ujinga tena, unaitwa ni upumbavu.
Si unaelewa? Yaani kabla ya kuwa mjinga kuna mtu anaitwa mshamba. Yaani mshamba hajui chochote. Yaani ushamba. Baadaye ukipata akili, yaani vitu utaanza kuvifanya ni vya kijinga, kwa sababu unajua ukifanya ujinga unajua madhara yake ni nini. Unafanya ujinga maana yake umefika kipindi zaidi umekifanya, umeenda kwenye upumbavu. Upumbavu ambao umeufanya Yanga, mashabiki wa Yanga wakiongoza tena na Ali Kamwe, afisa habari wa Ali Kamwe. Kiongozi mmoja wapo. Hivi nikumbushe, Ali Kamwe alivaa jezi ya RS Berkane kuvaa? Kavaa. Yeye ni afisa habari wa Yanga. Hivi unaona kuna weledi pale? Kwa hiyo huu utani wa jadi. Sio utani wa jadi, ni ushamba. Tena kwenye ushamba utoe, nenda kwenye ujinga. Tena kwenye ujinga utoe, ni upumbavu. Umenielewa? RS Berkane uona kule kuna Wydad Casablanca, kuna Raja Casablanca. Hivi uliona walivaa jezi za Simba? Walivyoenda kule. Wale tena hawapendani kuliko hata sisi huku kule. RS Berkane anachukua ubingwa wa Morocco, ndo mara ya kwanza anachukua ubingwa. Wale unafikiri wamefurahi? Wana upinzani mkubwa sana. Wale hujaona wamevaa jezi ya Simba hata mmoja. Kwa nini sasa Ali Kamwe akavae akavae jezi za RS Berkane? Ni upumbavu, ni ujinga. Sidhani kama Ahmed Ally atakuja kufanya upuzi kama huu. Mimi sikubaliana nacho. Kukerana hiyo. Hata kukerana. Yeye angewacha mashabiki, Ali Kamwe angewacha mashabiki wavae jezi za RS Berkane. Wangefanya mashabiki haina shida. Mashabiki haina shida. Kama Ali Kamwe alivaa jezi ya RS Berkane. Mimi ule ni upumbavu kabisa. Na walipenda kuzinunua kwa mchezaji wao Mzize dukani kwake. Ni upumbavu uliozidi kipimo. Yaani mimi naona kuna vitu vingine tunavifanya ni over ujinga. Ali Kamwe kuna vitu vingi kavifanya vya maana sana na kuna haja kupongeza. Kwenye tukio hili kuna sehemu alikuwa anawaambia mashabiki wa Yanga. Mimi nikampigia makofi, nilikuwa peke yangu afu nikapiga makofi. Unajua unampiga makofi hata mwenyewe aoni. Yaani nikampongeza. Kuna jambo lingine ambalo alilifanya. Ukiachana kuvaa jezi na kuwa sehemu ya RS Berkane, sawa? Aliwaambia mashabiki wa Yanga, unajua mashabiki wa Yanga pale New Amani Complex walifanyiwa vurugu. Si unaelewa? Ile vurugu ambao walifanyiwa, ile inaweza katengeneza visasi ambavyo sisi tunatakiwa tuvikemee. Ni upumbavu ule pia ulifanyika. Sasa Ali Kamwe alisimama na kuambia mashabiki, msije mkalipa kisasi. Nawaambia mimi afisa habari wenu, msifanye kisasi. Hata wakija sisi tukicheza na timu nyingine, hata wakija waruhusuni waje. Manake akuambia jiandaeni kwa kisasi. Kuna maneno ambao unaweza kuzungumza ukatengeneza vurugu zaidi. Alivyoongea yale maneno nikaona anajaribu kuharmonize situation, kusiwepo na ugomvi kati ya watu wawili, Simba na mashabiki wa Simba na Yanga. Umeelewa? Lakini ni kweli kabisa kuna mashabiki wa Yanga walifanywa vurugu kwenye uwanja wa New Amani Complex. Kwa nini? Ni upumbavu pia wa mashabiki wa Simba. Mtu yupo uwanjani unaenda kumchania nguo, unaenda kumpiga kwa sababu gani? Si umeelewa? Kwa kuna matukio ambayo lazima sisi waandishi wa habari, sisi wachambuzi tuyaweke wazi. Ni upumbavu. Yaani neno upumbavu walichukua kama lilivyo upumbavu kwa herufi kubwa. Ni haujakoma. Upumbavu sio tusi shehe. Wa Simba walikuandama. Upumbavu sio tusi. Upumbavu ni kumkumbusha mtu ambaye anafanya ujinga mara nyingi ambao anaujua huu ni ujinga. Sawa? Mashabiki wa Simba wanaonekana wakimpiga mtu live pale. Sawa? Si wameonekana? Tunaomba hatua zichukuliwe. Uwezekano ukampiga mtu ile viwanjani, wanasema serikali haingilii mambo ya viwanjani. Lakini kumpiga mtu ni swala la jinai. Ni swala la jinai. Kwa wale watu watakiwa wasakwe, wakamatwe ili kuwe na fundisho kwa watu wengine wasipige watu viwanjani. Si unanielewa? Vitu vingine kama hicho cha Ali Kamwe kuambia mashabiki wa Simba wa Yanga kwamba watulie wasiripize visasi na vitu kama hivyo, ni jambo ambalo unaweza kumpigia makofi. Ni jambo safi kabisa. Hatutakiwi kufikia hatua kufanya mpira wa miguu uadui. Si umeelewa? Kwa hiyo sofa katika matukio hayo kuna baadhi ya matukio ambayo upande wa Simba amefanya upumbavu na kuna baadhi ya matukio ambayo upande wa Yanga amefanya upumbavu kwenye tukio ambalo haliwahusu kabisa. Unaenda kufanya nini kwenye sherehe ambayo sio ya kwako?